Nimepokea hoja hapo. Nimeziona hapo hoja hapo. Kwenye hoja hapo tulizopokea robo tatu. Watu wanaongelea nimeporwa ardhi yangu. Na wenzetu watu wa ardhi kila siku mnaenda ofisini na mishahara mnalipwa. Hebu watu wa ardhi wa wilaya hii wasimame. Hebu sogea kwenye maiki hapo. Hebu tuambie mambo haya ya ardhi mlizochukua mmeshughulikiaje? Watu wana ardhi mmechukua, mmefanyia kazi, watu wanadai fedha ya fidia zao. Mmefanyaje? Mmeshughulikiaje jambo hili? Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kama halmashauri kwa kweli tumechukua hatua nyingi sana kuhusiana na changamoto hizi za ardhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, migogoro hii imegawanyika katika makundi mawili. Tuna kundi la kwanza ni migogoro baina ya wananchi wenyewe na wananchi. Kundi la pili tuna migogoro baina ya wananchi ama kwenye masuala ya matumizi kwa ujumla ya ardhi, kwa maana wakulima na wafugaji. Kwa wilaya Chamwino, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweza kutatua hii migogoro kwa kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi. Tuna vijiji 106 lakini tumeweza kuandaa vijiji 63 mpaka sasa matumizi bora ya ardhi, na tumeweza kupima mashamba 52 ya wafugaji kuhakikisha tunaweza kutatua hiyo migogoro ya wakulima na wafugaji. Mimi ninachosema, mmechukua maeneo ya wananchi, mashamba yao, mnajenga mradi, mnachukua eneo la mwananchi, mnajenga mradi, yeye amlipi fidia. Mmefanyaje hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikiri ndani ya wilaya Chamwino tuna miradi mingi sana ya kiserikali ambayo inatekelezeka, na miradi hii inahitaji ardhi, na tumeweza kufanya uthamini kwenye yale maeneo ambayo yanatwaliwa kwa ajili ya matumizi ya serikali. Kwa mwaka huu wa fedha 2025-2026, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulifanya uthamini wa wananchi 387, na katika hao wananchi 387 tumeweza kulipa fidia wananchi 237, zaidi ya milioni 300. Na zoezi la ulipaji wa fidia linaendelea, na hayo ndio malalamiko ya wananchi kwamba tumeweza kuchukua ardhi yao lakini hatujalipa fidia. Zoezi hilo linaendelea la ulipaji wa fidia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mmewaambia kwamba kila mmoja, nitawainua hapa usikie. Hebu wale nimeona hapo walioandika. Hebu wale ambao maeneo yao yamechukuliwa, mengine yakapimwa na bado hawajalipa fidia, hebu wasogee hapo walioandika hapo. Waruhusu wapite hapa kulia kwangu hapa. Waruhusu wapite kulia kwangu huku kulia kwangu huku. Wasiwakinge wengine waliokaa. Waruhusuni wasogee hapa.
Kamishna wa ardhi wa mkoa yuko wapi? Kamishna wa ardhi wa mkoa yuko wapi? Ndio, na wewe sogea hapo hapo kwenye mic. Mtazamaji, kinachoendelea hivi sasa ni kama unavyoshuhudia, waziri mkuu aliwaalika mbele watu ambao wana changamoto, na hasa ni kwenye lile ambalo lilielezwa mwanzo, ni changamoto ya kuchukuliwa maeneo yao na mamlaka, ambapo walipima ama kupimiwa maeneo yao lakini hawajalipwa fidia mpaka hivi sasa. Na sasa waziri mkuu anazungumza, tupate kumsikiliza. Unaona jambo hilo? Ninyi Jumatatu mpaka Ijumaa, Januari mpaka Disemba mnaenda kazini na watu hawa wote wana hizi shida zao. Mnafanya nini? Manager, wewe kila siku ukienda ofisini unafanya nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweka utaratibu wa kuweza kuhakikisha tunatatua hizi changamoto. Kwa wiki tumeweza kutenga siku mbili, siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa, kuhakikisha tunaenda kutembelea maeneo yote yenye changamoto, na zoezi limeshaanza Mheshimiwa Waziri Mkuu, na tunaendelea nalo kuhakikisha tunatatua changamoto za ardhi. Haya, hebu msogeza maiki kwa moja moja hapo tusikie. Mpe tu moja moja hapo haraka haraka.